Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni siku wanasema Blue Monday. Sasa naomba kwa uwezo wa jina hili la Yesu isiwe Blue Monday, iwe White Monday. Kwa imani iwe White Monday. Iwe siku ya kunyongeza, sio siku ya kutoa. Leo nafuta alama ya kutoa, naandika alama ya nyongeza kwako, kwa nguvu ya kuamini. Lakini pia nitoe tu somo kwa ufupi kuhusu unaposema jina Yesu. Jina Yesu ukilisema tu, ubarikiwe kwa jina la Yesu, Mungu akubariki kwa jina la Yesu, bila kulifanyia tathmini, inakuwa ni mashahidi tu ya alfu ulela na ulela. Kutakuwa kuna udhihirisho. Ili uone udhihirisho wa jina la Yesu, lazima ulifanyie tathmini ya kina, ulitendee haki kwa kulifanyia tathmini. Sababu zake, sababu ya jina la Yesu, kusudi ya jina la Yesu, na historia ya jina la Yesu. Jina la Yesu ina historia iliyotukuka za zaidi ya miaka 2000. Limetajwa duniani kuliko majina mengine yoyote kwa zaidi ya miaka 2000. Jina la Yesu. Paulo mtume Petro anasema kitabu cha Matendo ya Mitume 10, mtu huyo Yesu hapo amezungumzwa zaidi ya miaka 2000 kote duniani. Hiyo kwa kumwamini au kwa kumkana anazungumzwa. Hiyo kwa kumdhalilisha Yesu ama kuazimisha mtu Yesu ametajwa kwa miaka zaidi ya 2000. Kwa nini? Kuna siri ya ajabu ndani ya jina la Yesu. Fanya tathmini ya kina ya moyoni. Cheua jina la Yesu. Tafuna, meza. Cheua tena. Litafune, limeze tena. Afu licheue, litafune, limeze tena. Afu litaje. Udhihirisho ni lazima. Udhihirisho wa nguvu yake lazima utauona. Lazima udhihirisho utatokea. Mara nyingi hatuoni udhihirisho wa jina la Yesu, maana akitendea haki. Nalitaja tu kwa minajili ya udini, kwa sababu tumelikuta kanisani na kwa kanisa yetu lipo tu. Tulia, lipe nguvu ambayo ilikuwa nayo siku ya kwanza wakati Gabriel analitaja kwa Mariamu kwamba utazaa mtoto mwanamume, kwa Kiebrania utamuita Yeshua. Lile jina lilikuwa bure kabla Yesu hajafa. Lakini baada Yesu kukaa pale msalabani, Mungu akalivuvia pumzi, akalikimilia uwezo. Inashuka hiyo uwezo pitayo majina yote. Mungu akalipa uwezo pitalo majina yote. Jina Yesu limekimiliwa nguvu na uwezo upitayo majina yote, majina yote. Hakuna United America, sio United Kingdom, sio hakuna sio Ufaransa, sio hakuna sijui jina la Bruce Lee, hakuna jina la Hitler, Adolf Hitler wa Ujerumani, hakuna jina la shetani gani, sio uchawi gani, hakuna jina la sisimizi, hakuna jina la siafu. Jina la Yesu. Na ndio maana Yesu alinyumbuka kule kwa mawe, alitoa jiwe kule pembeni, akanyumbuka kwenye maji, akaitwa maji ya uzima. Akaendelea kunyumbuka katikati ya wanyama wengi, akaitwa simba. Akaendelea kunyumbuka katikati ya mambo ya jiografia na sayansi na kadhalika, akaitwa nyota ya asubuhi.
Kwa hiyo mimi kwa jina hilo nakusalimia, kwa uwezo wa jina hilo nakutakia White Monday. White Monday. Nilitaka baada ya salamu hizo niseme yale ambayo tuliyaona kwenye usiku wa nyota na kibali Ijumaa iliyopita, na hasa wewe uliyeshiriki, uliokuwepo. Nichukue nafasi hii kukukumbusha faida 9 za maombi ya usiku wa manane. Usiku wa manane. Usiku wa manane kuna nini? Usiku wa manane ndio wakati ambao Paulo mtume aliutumia kuvunja magereza. Sitakuwa picha hiyo mheshimiwa. Kwa namna kuna sembo ukifanya hivi hairudi. Kule kwenye pini kule kwa mgongo. Aliutumia kumsifu Mungu usiku wa manane. Paulo mtume aliutumia kusifu. Mimi mwaka 87 nikiwa kwenye hizi harakati na kutimiza mwendo na utumishi huu, nikiwa kule kwetu kwa wazazi wangu Tukuyu, Rungwe, Mwakaleli, usiku majira ya 2, kwa kule ujini 2 usiku, ikanijia sauti ya Roho Mtakatifu. Sauti ya Yesu kupitia Roho Mtakatifu ikanijia, ikisema, ikinifundisha umuhimu wa kuwa naamka usiku 8 kuomba. Na kwa sababu nilikuwa sina makazi yangu mwenyewe, nilikuwa naishi kwa wazazi wakati huo. Tuko wengi pale, tulikuwa 7 wakati huo. Ndugu zangu marehemu wengi walikuwepo. Kwa hiyo palikuwa si mahali tulivu sana nyumbani kwa wazazi. Na nahubiri katika makanisa ya TAG. Kijana lakini nafanya kazi ya kuhubiri makanisa ya TAG chini ya askofu na walimu wa kwaya Amulike Makiteka. Sasa ni mzee na miaka zaidi ya 80. Kwa nilikuwa nakwenda kwenye milima ya Livingstone, yale maeneo ya kwetu kule Mwakaleli, tunapakana na ziwa Nyasha. Kuna milima ya Livingstone inaunganika na mlima Rungwe. Ile ndio milima mara nyingi nilikuwa naitumia kutafuta uso wa Mungu. Miaka hiyo ya 87, 88 na 89. Maana mikutano yetu ya kwaya mkoa katika ngazi ya TAG, kabla hawajagawanyika kuwa na usajili 2 ya GT na TAG, ilikuwa mikutano yetu inaanza mwezi wa 6. Inaitwa mikutano ya kwaya. Kwa hiyo mnakutanika Mbalizi wenda kwa Thomas Francis, au mnakutanika Songwe kwa mzee Mwamwenda, Moses Mwamwenda, ambaye sasa ni marehemu, alikuwa askofu msaidizi wa Moses Kulola, au mnakutana Itumba Ileje na kadhalika, kule Usangu na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa ile miezi 6 ya mwanzo mimi nilikuwa naitumia kumtafuta Mungu, nikijiandaa kwa mkutano hiyo ya kwaya, inaitwa kwaya za mikoa. Lakini pia nilikuwa natumia mezio wale wachungaji ambao nikihubiri katika makanisa yao, wakibarikiwa basi baadaye wananiita wenyewe kama mchungaji. Katelele kule Mbozi, Mlo pale, Telele nadhani, maeneo mengi, Rwanda kule tumefanya kazi miaka hiyo ya 80. Kwa ndio wakati Mungu alinifundisha umuhimu. Ndio maana nilitunga wimbo tangia zamani, Yesu mwalimu wangu, unifundisha kuomba. Ukasema niwage naamka usiku wa manane naomba. Na hiyo kitu imekaa mpaka leo kwenye moyo wangu. Mimi lazima ikifika saa 7 usiku, hata ikiwa na usingizi kiasi gani, usingizi utahama. Sababu tayari nimejizoeza kuamka usiku saa 8 kwa ajili ya maombi. Kwa moja ya faida ya Paulo mtume, alisubiri usiku ufike wa manane, ndipo akaanza kusifu na kuabudu. Wakati wote ukitaka Mungu awe karibu na wewe, muendee kwa sifa, muendee kwa moyo wa kumsifu. Katikati ya matatizo na majanga ya dunia yakikuta, usimuendee Mungu kwa kumlaumu, kwa kunungunika, kwa kusema sio stahili. Muendee Baba kwa kusifu. Ingia nyumbani mwake, barazani pake, kwa kusifu, kwa kuyataja matendo yake makuu,
huku ukijua hata sababu inakusukuma kumwendea Mungu kumuomba wakati wa shida, kinachokusukuma ni uwezo alionao, kwamba ana uwezo wa kutatua matatizo, tabu ambazo anazipitia. Kwa ukienda pale usitukuze matatizo, usiende na moyo wa matatizo. Hapana, nenda kwa moyo wa kuabudu. Taja matendo yake makuu. Kama unazingirwa na nguvu ya giza, mauchawi, taja uwezo ulio ndani ya damu ya Yesu. Uwezo ulio ndani ya damu ya Yesu. Mahali popote penye damu ya Yesu, mauchawi, mapepo, mashetani, Azazel, uchawi, hata uchawi wa majini ambao unaitwa Subiani, unaoharibu enzi za wanawake, vurugu za uzazi za wanawake. Hata uchawi wa majini unaitwa Maimuna unaharibiwa. Hata uchawi wa majini katika mambo ya uchumi, Gilgita, Ruyati na kadhalika, vinaharibiwa. Hata mizimu ya kwenu kama inakutesa, taja, ita kwa moyo wa dhati wa imani damu ya Yesu. Hata damu ya Yesu yenyewe ifanyie tathmini kabla hujahitaji. Tathmini ya kina kabisa. Ndio maana maandiko yanasema kabla hujamwendea Mungu, ili uone nguvu ya Torati, uwe mtu kuitafakari sana Torati. Torati inakosa nguvu kama uitafakari. Miongoni mwa nguvu ya Torati katika maisha yako ya Moses ni kuitafakari. Asema tafakari Torati hii, ndivyo utakavyostawi sana. Maana ndani ya Torati yako maneno ya ajabu, ya kutisha, ya kushangaza, ya kupendeza, yenye umilele. Kwa hiyo Paulo amepigwa na maadui zake wa huduma, viboko, askari wale wa Kirumi. Wamemdhalilisha, wamemvua nguo. Usiku wa manane akaacha kutafakari tatizo. Usiku wa manane akaanza kutafakari ukuu wa Mungu, na akaanza kuusifu ukuu wa Mungu. Maana Mungu wetu sio tu anatembea juu ya sifa. Biblia moja ya King James tafsiri yake inasema anaishi kwenye sifa za Israeli. Ili Mungu aishi na wewe, msifu. Mahali penye sifa ndio Mungu anaishi. Penye sifa za kweli, za dhati kabisa. Za dhati kabisa. Jina la Yesu linanipa uhuru. Huku umefungwa kiuchumi, unasifu jina la Yesu. Jina la Yesu linanipa uhuru. Umefungwa tumbo kama mama uzai, ndio naimba. Sio na Mungu nimefungwa tumbo, naomba unasifu kwanza. Alafu unatabiri mwenyewe, nimefunguliwa, nina uhuru. Jina la Yesu linanipa uhuru. Wakati muono wa macho unakusumbua, ndio alafu unatabiri mwenyewe, nimefunguliwa, nina uhuru. Unajua. Kwa hiyo tathmini ya nikumbushe. Lakini pia wanasema Zaburi 91, usiku wa manane ndio usiku, ndio muda ambao shetani utupa bishari. Tumeona pale juu Mathayo 16 ndio muda ambao wa kumsifu Mungu na kuomba. Maombi ya usiku wa manane husababishaga magereza, mikatale, kutuacha huru. Ndio maana tuliomba Jumaa iliyopita kwa wale ambao mlikuwepo, na tukasema huu hautakuwa mwisho wa maombi yetu ya usiku wa manane. Usiku wa kibali, usiku wa nyota, usiku wa kung'oa kila pando asilopanda Baba, usiku wa kuvunja mipaka, usiku wa kinabii, wenye upepo wa kinabii, wenye wingu la kinabii. Sisemi unabii, wingu la kinabii. Ile roho ya unabii iliyokuwa juu ya Moses, ile neema unabii iliyokuwa juu ya Elia, ile neema unabii ilikuwa juu ya Habakuki na Sefania na Azariel, ile neema nabii ilikuwa juu ya Yona. Ukaja kasi upepo kama ndimi zilizoganyika, zikaikalia, zikakaa juu yao, na wote wakanena kwa lugha. Ilikuwa ni